Taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya bunge la Marekani kutua nchini humo. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu, na kumbuka kusubscribe. Uamuzi wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la wawakilishi wa Marekani kufanya ziara rasmi nchini Tanzania hauko katika kundi la ziara za kawaida za kidiplomasia. Ni tukio lenye uzito wa kisiasa, kimaadili na kihistoria. Linakuja katika kipindi ambacho Tanzania inahitaji kurejesha uaminifu wake mbele ya jumuiya ya kimataifa, huku ikikabiliwa na maswali mazito kuhusu mwelekeo wa utawala wake wa ndani. Ujio huu unaweka nchi kwenye mwanga mkali wa uangalizi, si kwa maneno ya ushirikiano pekee, bali kwa matendo halisi yanayogusa haki, uwajibikaji na uhuru wa kisiasa. Ziara hii inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa kibunge kati ya Tanzania na Marekani, lakini uzito wake wa kweli uko katika kile ambacho kitaonekana, si kile kitakachosemwa. Kwa nchi ambayo imekuwa ikitafutwa upya na wadau wa maendeleo, wa bunge wa Marekani wanakuja kama mashahidi wa uhalisia wa Tanzania ya leo. Ujio wa kamati hiyo uliwezekana baada ya mazungumzo kati ya mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje na bunge la wawakilishi wa Marekani kwa jina Brian J. Mast na waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo wakati wa ziara ya kikazi jijini Washington DC. Mazungumzo hayo yaliweka msingi wa kile kinachoelezwa kama nia ya kuimarisha diplomasia, usalama, maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Kwa lugha ya kiserikali, hili ni jambo jema. Kwa muktadha wa kisiasa wa Tanzania, ni mwanzo wa uchunguzi wa kimya. Marekani kupitia bunge lake imekuwa ikitumia diplomasia ya kibunge kama nyenzo ya kufuatilia mwenendo wa haki za binadamu, uwazi wa utawala na matumizi ya misaada ya maendeleo, na hivyo ziara hii inazidi kuwa na maana zaidi ya itifaki. Makubaliano ya kuendeleza ushirikiano wa kibunge yanatajwa kama daraja la kubadilishana uzoefu wa sera na mikakati ya kidiplomasia. Lakini katika uhalisia, ushirikiano huu ni njia ya kujionea kwa karibu namna taasisi za Tanzania zinavyofanya kazi. Wabunge wa Marekani watakutana na wenzao wa Tanzania, watatembelea miradi ya maendeleo na watapata picha isiyochujwa ya mazingira ya kisiasa na kiuchumi. Na katika miaka ya karibuni, diplomasia ya Tanzania imekuwa ikifanya kazi ya kurekebisha taswira baada ya vipindi vya mvutano wa wahisani kuhusu masuala ya kidemokrasia na uhuru wa kiraia. Ziara hii inakuja wakati juhudi hizo bado ziko kwenye mizani, zikiwa zinahitaji uthibitisho wa vitendo badala ya kauli. Mahusiano kati ya Tanzania na Marekani yana historia ndefu, kwani kuanzia enzi za vita baridi hadi ushirikiano wa maendeleo na usalama wa kikanda. Tanzania imewahi kuwa mshirika muhimu katika masuala ya afya, elimu na amani ya kikanda, na hata hivyo historia hiyo pia imegubikwa na nyakati ambazo misaada ya ushirikiano vilipitia marekebisho kutokana na wasiwasi wa utawala wa ndani. Na katika muktadha huu, ziara ya kamati ya mambo ya nje inachukua sura ya tathmini ya maendeleo ya kisiasa, si tu ya miradi ya kiuchumi. Marekani kama mdau mkubwa wa maendeleo utazama uwiano kati ya ushirikiano na maadili ya utawala bora, na Tanzania kwa upande wake inatafuta kuonyesha uthabiti wa mwelekeo mpya wa kidiplomasia. Kwa mujibu wa taarifa ya ubalozi wa Tanzania nchini Marekani, mazungumzo haya ni sehemu ya jitihada za kuimarisha mshikamano wa kisiasa na kufanikisha miradi ya maendeleo. Na hata hivyo, taarifa kama hizi haziwezi kutenganishwa na uhalisia wa ndani. Jumuiya ya kimataifa, hususan katika Afrika Mashariki, imekuwa ikifuatilia kwa karibu mwenendo wa Tanzania katika masuala ya uhuru wa kisiasa, mazingira ya kiraia na uwajibikaji wa taasisi. Na ziara ya wabunge wa Marekani itajumuisha maeneo kama elimu, biashara, usalama wa maendeleo endelevu, na haya yote yanategemea mazingira ya ndani yanayoruhusu wazi wa ushiriki wa wananchi. Na bila misingi hiyo, miradi ya ushirikiano hubaki kuwa takwimu kwenye makaratasi. Kinachofanya ziara hii kuwa nyeti ni ukweli kwamba ni diplomasia ya moja kwa moja, na hakutakuwa na pazia la taarifa zilizochujwa pekee. Wabunge watasikia simulizi kutoka pande zote tofauti, wataona tofauti kati ya sera na utekelezaji, na watachambua ishara za siasa zisizoandikwa kwenye hotuba.
Na kwa Tanzania hii ni fursa ya hatari kwa wakati mmoja, kwani fursa ya kuonyesha mabadiliko ya kweli na hatari ya kufichuliwa kwa mpango ama mapengo ambayo yamekuwa yakifunikwa kwa lugha ya kidiplomasia. Na katika dunia ya leo, taswira ya taifa hujengwa kwa vitendo vinavyoonekana, si kwa kauli za mikutano. Ziara ya kamati ya mambo ya nje haiwezi kutenganishwa na mazingira ya kisiasa ya ndani. Ushirikiano wa kimataifa unahitaji uthabiti wa ndani, na bila kuheshimu misingi ya uwazi, haki na uwajibikaji, basi diplomasia hubaki kuwa mwonekano wa muda mfupi. Na Tanzania inapojaribu kujenga mahusiano mapya au kuimarisha ya zamani, italazimika kukubali kwamba wabia wake hawataangalia barabara na majengo pekee, bali watatazama mifumo ya maamuzi, uhuru wa taasisi na nafasi ya wananchi katika siasa. Ujio wa kamati ya mambo ya nje ya bunge na wawakilishi wa Marekani nchini Tanzania ni tukio litakaloacha alama ya kudumu. Aidha, litathibitisha kuwa Tanzania iko tayari kusimama mbele ya dunia kwa uwazi, au litafichua kuwa mabadiliko yanayozungumzwa bado ni ahadi zisizokamilika. Mustakabali wa taifa hautategemea idadi ya mikutano ya kidiplomasia, bali ujasiri wa kukabiliana na ukweli wa ndani. Ukimya, hofu na kuahirisha marekebisho vitaifanya Tanzania ionekane imara kwa muda mfupi, lakini dhaifu kwa muda mrefu. Ziara hii ni kioo kile kinachoonekana ndani yake kitaamua namna dunia itakavyoitazama Tanzania katika miaka ijayo. Andiko la historia likiwa tayari linaendelea kuandikwa. Ni taarifa ambayo tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Na kauli hii ama uamuzi huu wa bunge la Marekani kuingia nchini Tanzania limepingwa sana na viongozi kadhaa, haswa wa Chadema kama John Heche, ambaye kwenye ujumbe wake wa hivi karibuni aliandika na kukejeli Waziri Kombo kwamba hapa ndani ya Tanzania mambo si mazuri, lakini ameenda kujionyeshana pale nje kwenye mataifa ya kigeni ambayo hayo waliyakejeli wakisema kwamba who are you, na sasa wameenda kuinamia kuomba ili waweze kuhalalishwa, na kwamba serikali yao ambayo kwake John Heche anaitamka kuwa batili, wanataka ihalalishwe na yale mataifa yale ambayo wameyakejeli juzi wakiwaambia kwamba wanaonea wivu na rasilimali zao na madini ambayo yamo nchini Tanzania. Ni jambo la kusubiriwa tu kuona itakuwaje ikiwa wataingia nchini Tanzania na yale yatakayotokea baada ya ujio huo katika nchi ya Tanzania, ikizingatia kwamba sasa hivi hali ya kisiasa haijakuwa shwari kutokana na machafuzi yaliyotokea baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu.